ambalo umelihoji katika maswali yenu waandishi wa habari, kwamba mahakama, tume ikishatangaza tume ikishatangaza matokeo ya uchaguzi hayachalenjiwi mahala popote, na hiyo mahakama haiwezi kufanya chochote. Kwa hiyo hata Mpina, wewe ukienda mahakamani hakuna utakachoambulia, sana sana utafanya academic exercise. Sasa haiwezi kuwa academic exercise. La kwanza, mahakama ni lazima ideclare, ikafanya declaration nini kilichofanywa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Walikuwa na haki hiyo walioifanya, walikuwa na haki hiyo kisheria, mahakama ikadeclare. Na itakapo declare mahakama juu ya hili jambo, hukumu hiyo ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Hilo ni jambo namba moja. Ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Ndio namba moja. Lakini namba mbili, hapa ni haki za watu, na haki za kugombea na kuchaguliwa ni haki za kikatiba na ni haki za binadamu. Ni haki za kikatiba, haki za kidemokrasia, ni haki za kikatiba zilizopo. Inategemea mahakama ikideclare kwamba Mpina alionewa, imeshadeclare Mpina alionewa, mahakama inaweza kuamua chochote kwa uchaguzi huo. Mahakama haina uwezo wa kupinga matokeo ya uchaguzi. Yaani mahakama haina uwezo wa kufuta, yani niseme kwamba mahakama haina uwezo wa kufuta matokeo yaliyotangazwa na tume katika upande wa rais. Lakini mahakama ina uwezo wa kufuta uchaguzi wote, kwamba uchaguzi wote huu ulikuwa na kasoro, uligubikwa na udanganyifu mkubwa, kwa hiyo huu uchaguzi wote tunaofuta. Kwa hiyo pale, kwa sababu kilichozungumzwa huku ni kwamba tunazuiwa kwenda kuchallenge matokeo. Sasa hapa mahakama inaweza kuamua chochote, kwamba uchaguzi huu uliofanyika uligubikwa na udanganyifu wa hali ya juu kiasi kwamba huu uchaguzi wote tunaufuta na kuagiza uchaguzi mwingine ufanyike upya. Kwa hiyo haiwezi kawa academic exercise, kuna faida zake. Kwa hiyo moja ni kwamba lazima tutengeneze mahakama ideclare, ili kuondoa haya mazoea ya taasisi za serikali kugeuka kuwa Mungu mtu, kwamba wewe unaweza ukawanani wananchi, unaweza ukawaamulia wananchi, yani wewe kwa sababu tu ni tume ukajigeuza kuwa muamuzi kabisa wa wananchi badala ya wananchi wenyewe kuamua. La mwisho ni hapa kwamba unasema hukuonekana kwenye kampeni, hukuonekana wakati wa kufanya kampeni. Wewe unategemea mimi ningeonekanaje sasa kwenye kampeni? Huku niko mahakamani. Yaani ningewezaje kupatikana sehemu zote mbili kwa wakati mmoja? Yaani huku niko mahakamani, huko niko kwenye kampeni. Ilikuwa iwezekani. Kumbuka mimi na chama changu tulifungua kesi mbili pamoja. Kesi ya kupinga uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa. Kesi ya kupinga kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro cha ugombea wa urais kwa hila na INEC. Na tulianza kesi ya kwanza, tukaenda kesi, tukakata rufaa, kesi zikabadilika, na zote hizi zilikuwa zinakwenda simultaneously. Sasa unawezaje coexist katika maeneo yote mawili, kwamba niwepo kwenye kampeni za madiwani alafu niwepo mahakamani? Mimi karibia wakati wote niko na wanasheria, mawakili wangu, aidha tukijibu hoja za kutoka kwa wajibu rufaa au tukijibu hoja kutoka kwa wajibu madai ya kwetu, au tuko mahakamani kabisa tunaapia kwa jaji. Kwa hiyo tulikuwa very busy kwenye zoezi hilo ambalo halikuweza kutoa nafasi ya mimi kama mgombea wa nafasi ya urais, kutokana na wingi wa hizo kesi. Kwanza kesi zilikuwa nyingi, lakini pia zilikuwa zinasikilizwa zote kwa hati ya dharura. Na hilo watu wote lazima walijue kwamba kesi hizo mbili ambazo zingine mara inaamuliwa, mara inatenguliwa, mara mnajibu mapingamizi, mara mnafanya nini, ungeupata wapi huo muda? Na tunapoenda mahakamani, manake kesi inapangwa siku 6 imeshaamuliwa. Ndani ya siku 6 pale uko mahakama, utajigawaje? Mara 2.
Na leo hii nazungumzia madokumenti haya. Wewe unadhani madokumenti kama haya mnaweza mkayazalisha tu kwa nani? Hivi. Kwa sababu ni lazima mimi na mawakili wangu muda wote. Na mawakili wangu katika kipindi hicho cha miezi miwili niwapongeze sana. Lakini pia ilisababisha hata kesi zingine walizokuwa nazo zikasimama kabisa. Kwa sababu ya requirement ya mahitaji ya majaji, kwa sababu mahakama kila siku mkienda kukutana mnapokea orders za majaji. Majaji wameagiza upande wa wajibu rufaa mnatakiwa kwenda kueleza hivi na hivi. Upande wa wajibu maombi mnatakiwa kwenda kueleza hivi na hivi. Mnatakiwa kwenda kufanya hiki na hiki na hiki. Upande wa waleta rufaa, upande wa waleta maombi mnatakiwa kufanya hivi na hivi. Mnaenda kufanyia kazi hiyo na kusubmit. Mpaka tunatengeneza madokumenti makubwa haya. Halikuwa jambo la mchezo. Kwa hiyo ina maana kwamba kampeni za chama changu mimi nimezifanyia mahakamani, na ninajivunia kwamba hata nilipokuwa huko mahakamani hakuna mahala popote ambako kulionekana kuna mapungufu ya aina yoyote kutoka kwa mgombea, kutoka kwa chama chenyewe katika kuzisimamia kesi zetu, kuhakikisha kwamba kesi zetu kila agizo, kila amri ya mahakama tumeifanya kikamilifu. Na ndio maana mpaka sasa hivi kesi yetu iko mahakama ya rufaa ikiwa imeandaliwa kwa usahihi na kwa ukamilifu mkubwa.